Niwaambie Watanzania, uwekezaji mzuri na wa uhakika, nenda kwenye hisa. Na leo nimefurahi sana kumsikia profesa akisema awali tulikuwa tunaona masoko kama haya yanashamili sana nchi jirani. Sisi tulikuwa tunajifunza, lakini tumeendelea kuhakikishia wadau wa hisa duniani kwamba Tanzania tuna uwezo. Na leo hii Afrika Mashariki, maanake tunaiangalia Tanzania kuwa ndio iko juu zaidi. Benki yetu hii tukiwezesha kwa kuwekeza kwenye hisa, itaongeza uwezo wake wa kifedha na hivyo kupanua huduma kwa wananchi wote. Itaimarisha utoaji wa mikopo nafuu na yenye masharti rafiki kwa walimu, wafanyakazi, wafanyabiashara wa madaraja yote, wale wadogo, wale wakati watafanya biashara zao kwa kupata mikopo kutoka benki yetu. Lakini pia benki yetu imejikita katika kupanua sekta ya teknolojia. Tunataka tuone mabadiliko ya kidigitali katika kuongeza ushirikishwaji wa kifedha mpaka mwananchi aliyoko kule kijijini. Nini walimu watanufaika katika uwekezaji huu? Maana unategemea kwamba tutakuwa na uwezo mkubwa wa kufanya biashara, kutengeneza faida na mwisho wa siku kuweza kutoa gawio kwa walimu wetu. Anufaisha mwalimu, maana yake ni uwezo wetu, tufikie uwezo wa kutoa mikopo yetu kwa riba nafuu. Hilo lilikuwa lengo kuu la walimu katika kunufaika na benki yao. Sasa ili uweze kufikia stage hiyo ni kwamba benki lazima iwe na uwezo mkubwa wa kutengeneza faida, ambapo inaweza sasa ikagharamia kutoa mikopo ambayo ni nafuu kwa walimu. Umuhimu wa jambo hili kwa walimu na kwa benki kwa ujumla, tulifanya zoezi hili ili kuongeza mtaji wa benki. Mtaji wetu kwa benki kama ya kwetu Mwalimu Commercial Bank, kisheria na kwa matakwa ya BOT inatakiwa kuwa na mtaji usiopungua bilioni 15. Kwa kwetu sisi ulikuwa unakaribia hiyo bilioni 15 na tulikuwa 15.4 kama sikosei. Sasa inabidi tuongeze huo mtaji. Sasa kuna namna nyingi za kuongeza mtaji katika biashara, hii ikiwa ni moja hapo, na zoezi la leo tunategemea kutafuta jumla ya shilingi bilioni 20.4